Katika taarifa iliyotolewa na Waziri wa Afya Jenista Mhagama amesema kuwa kwa kuzingatia kuwa magonjwa mengi yanayosababishwa na virusi hayana tiba mahususi, ila mgonjwa anahudumiwa kulingana na dalili alizonazo na kufuatilia kuthibitika kwa wagonjwa wawili wa ugonjwa wa Mpox nchini. Wizara ya Afya inawasihi na kuwasisitiza wananchi wote kuzingatia na kutekeleza hatua za kujikinga, ikiwemo kuepuka kugusana kwa kupeana mikono, kubusiana, kukumbatiana au kujamiana na mtu mwenye dalili za Mpox. Wananchi pia wametakiwa kuwahi katika kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu pale mtu anapoona mojawapo ya dalili za ugonjwa wa Mpox, au kupiga simu nambari 199 bila malipo. Kuepuka kuchangia vitu kama nguo na matandiko ambavyo vimetumiwa na mtu mwenye dalili za Mpox. Kuepuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za Mpox. Kuepuka kumhudumia mgonjwa mwenye dalili za ugonjwa wa Mpox bila kuchukua tahadhari. Watumishi wa afya kuzingatia kanuni za kujikinga na magonjwa wakati wote wanapohudumia wagonjwa, ikiwemo wenye dalili za vipele na homa. Kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vitakasa mikono. Wizara ya Afya imesema itaendelea kutoa taarifa ya mwenendo wa ugonjwa huo kadri taarifa za ufuatiliaji na uchunguzi zitakavyopatikana. Wizara inashauri wananchi kuendelea na shughuli za kila siku kwa kuzingatia tahadhari na kuzuia maambukizi ya ugonjwa huo. Wakati huo, Waziri wa Afya Jenista Mhagama amesema dalili za ugonjwa wa Mpox zinaambatana na homa, maumivu ya kichwa, vidonda kooni, maumivu ya viungo vya mwili ikiwemo misuli na mgongo, ambapo kati ya wahisiwa hao wawili, mmoja ni dereva wa magari ya mizigo aliyetoka nchi jirani kuja jijini Dar es Salaam. Baada kupokea taarifa za wahisiwa, sampuli zilichukuliwa na kupelekwa maabara ya taarifa kwa uchunguzi, ambapo Machi 9 mwaka huu uchunguzi wa kimaabara umethibitisha kuwa wahisiwa wawili wana maambukizi ya virusi vinavyosababisha ugonjwa wa Mpox. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI na vituo vyote vya kutolea huduma za afya inaendelea na ufuatiliaji, uchunguzi na utambuzi kubaini kama kuna wahisiwa wengine ili waweze kupatiwa huduma stahiki. Chanzo cha ugonjwa huu ni wanyama jamii ya nyani, ambapo binadamu huweza kuupata kutokana na shughuli zinazoweza kusababisha kugusana na wanyama, majimaji au nyama za wanyama wenye maambukizi. Endapo binadamu akipata maambukizi hayo, anaweza kumwambukiza mtu mwingine kwa kugusana moja kwa moja. Kwa taarifa hii, Wizara ya Afya inawahakikishia wananchi kuwa serikali imejipanga kudhibiti ugonjwa huu, na hasa kutokana na uzoefu walionao wa kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Serikali inaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa katika ngazi zote, upimaji wa watu wanaoingia na kutoka kupitia mipaka ya nchi, kuimarisha utoaji wa elimu ya afya na kuhamasisha jamii ili kuwawezesha wananchi kuchukua hatua za kujikinga. Usisahau kulike, comment na kusubscribe channel yetu ili kuendelea kupata taarifa zetu. Mimi ni Zainab Mtima.